Hello, habari wana na wapenzi wa Connection TV. Hii ni Connection TV kupitia podcast ya Pan Africanism na mimi ni Chionda wa Chionda. Habari za leo zinasema mashirika ya ndege yasitisha safari ya kuelekea Venezuela baada ya mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani kutoa onyo. Yaani Marekani ana mpango kuivamia Venezuela au kufanya mashambulizi ya anga. Kwa hiyo ndege yoyote hairuhusiwi kupita angani huko Caracas. Jamaa anasema ingekuwa bora yangeniua. Nigeria yashuhudia utekaji nyara mbaya kabisa zaidi kwa kutokea duniani. Watu 315 wathibitishwa kutekwa kutoka shuleni. Ndugu wana wa Afrika, Mashariki ya Kati wanasema Mashariki ya Kati, upatanishi wa Waarabu katika mzozo wa Iran na Marekani, Mohammed bin Salmani anatafuta nini? Vita vya Iraki, wanajeshi wa Marekani wahusishwa na mauaji ya familia. Vita ya Gaza vilivyoathiri dunia, wapiganaji wa Hamas waliojificha kwenye maandaki wawasilisha kikwazo kipya kuhusu kusitisha mapigano. Mwisho wanasema kwa nini Israeli haitaki vikosi vya Uturuki Gaza? Na mengine anasema kwa nini Israeli ina wasiwasi kuhusu Saudia kununua ndege za kivita za F-35 kutoka Amerika. Alimkumbatia mauti jinsi mfalme wa Saudia alivyouawa na mpo wake miaka 50 iliyopita. Tunakwenda na habari za Mashariki ya Kati, upatanishi wa Waarabu dhidi ya na Iran na Marekani. Hii ni habari iliyotokea dakika 15 kutoka sasa ninavyoongea. Katika siasa za kimataifa kuna msemo kwamba adui wa sasa kwa wakati mwingine anaweza kuwa tatizo dogo likilinganishwa na mzozo wa kesho. Kauli hii labda ndiyo maelezo sahihi wa hali ya sasa eneo la Mashariki ya Kati baada ya vita siku 12 kati ya Irani na Israeli. Nani kichocheo cha vita hii? Ambapo pengine hofu ya kesho isiyo na uhakika na hofu ya kukabiliana na taifa ambalo limeweza kudhoofisha wapinzani wakuu katika eneo hilo zinafanya nchi za Kiarabu kujitokeza ili kumaliza au angalau kudhibiti kiini cha moto ambao unahusisha mivutano kati ya Irani, Marekani na Israeli. Wachambuzi wengi wanaziona juhudi za Saudi Arabia na nchi nyingine za Kiarabu kujikita zaidi katika usalama wa uchumi na hali ya kisiasa kuliko misaada zaidi ya kibinadamu. Hata hivyo, mabadiliko ya hivi karibuni ya siasa za kikanda hayawezi kuangaliwa katika jicho moja tu. Kuna mambo mengi ambayo yanachangia katika kuunda mtazamo mpya wa nchi za Kiarabu. Namba 1, kudhoofika kwa adui wa zamani na kupunguza tishio la Irani. Maofisa wa Irani wanasisitiza kuwa uwezo wa kijeshi haujadhoofisha kufuatia mashambulizi ya Israeli na Marekani katika vita siku 12, na kwamba mashambulizi ya hivi karibuni hajaleta athari kubwa katika uwezo wa Teherani, uwezo wa kijeshi, uwezo wa kujilinda na anga lake, na uwezo wa kutumia makombora kupita katika mataifa matatu na kufika Tel Aviv. Lakini nje ya mipaka Irani, msimamo wa nchi hiyo unaonekana kutazama kwa njia tofauti. Wataalamu wa wachambuzi wengi wa masuala ya kijeshi wa nchi za Marekani na nchi za Magharibi wanaamini kuwa mashambulizi ya Israeli na Marekani katika vita siku 12 yalikuwa pigo kubwa na ziliweza kurekebishika kwa nguvu za kijeshi za Irani. Hii tunaita the Western media propaganda, ili mradi kuonyesha kwamba mashambulizi ya Marekani na Israeli kwenye taifa la Irani yalikuwa ya mafanikio. Yaani yamefanya Irani kuwa wiki katika masuala ya ulinzi. Wanaamini kwamba mashambulizi hayo yatadhoofisha kwa kiasi kubwa nafasi ya taifa hilo ambalo ushawishi wake katika kanda hiyo ikijulikana kama kitovu cha imani ya Shia. Hapa wanasema the heart of Shia faith, ndio kwenye moyo wa imani ya Washia, dhehebu la pili kwa ukubwa la Uislamu duniani baada ya Sunni. Sunni wenyewe ndio wale wa Saudia. Ndugu wana wa Afrika,
Mizozo inaendelea kuongezeka kwa nguvu ya Israeli katika ukanda huo, tishio jipya kwa nchi za Kiarabu. Mwisraeli sio wa kuaminika tena. Yeye ndiyo analeta vurugu katika Middle East au kaskazini mashariki ya Afrika. Kwa ndugu wana wa Afrika, ukiangalia usawa wa dunia kwa sasa, dunia haijabalance. Marekani ana mpango wa kutengeneza siasa mpya, kumchukua mtoto wa Shah Pahlavi kutawala Teherani. Wanasema baadhi ya wachambuzi wanaamini kwamba Iran inaelekea kuwa na mfumo ulioporomoka. Lakini rais wa Iran aliyoingia walisema yeye ni kiongozi wa mabadiliko. Wa magharibi walimtumaini bwana Pahlavi kama waziri mkuu mpya wa Irani. Rais wa Irani ana uwezo wa kushusha morali wa baraza kuu la Kiislamu, shura ya maimamu wanaotawala mjini Teherani, ambao Ayatollah Ruhollah Ali Khamenei, yeye ndio anaitwa the supreme leader, kwamba yeye ndio mwamuzi wa masuala yote ya kiusalama na kiutendaji katika taifa la Irani. Huyu rais wa Irani ni kama proxy puppet, wao ndivyo wanavyoamini. Kwa hiyo wanataka kumrudisha mtoto wa muasi Shah Pahlavi, mtawala wa Irani ya zamani iliyoangushwa na mashambulizi ya Ayatollah Ali Khamenei, kwamba anafaa kurudi tena madarakani. Tunajua dunia inatambua kwamba mtoto wa Pahlavi anakurutiwa na Mayahudi pamoja na Wamarekani. Hao wote ni mazionist. Mazionist wako kwa self interest kwa sababu ya makundi yao, hawa robust wanaotumia imani ya kidini kwa imani ya utawala, kwa kwamba hawajui kwamba utawala ndio ulotengeneza imani. Kwa hiyo lazima utawala kwanza ufikiriwe, alafu imani ifuate. Watu wa imani wote wako chini ya government, chini ya jua. Wao ni wasaidizi wa government katika kupoza mioyo ya raia ili wasije kuwa waasi. Toka kabla ya Uislamu na Ukristo, dini zote zilikuwa chini ya mfalme. Otepu, wana wa Afrika, toka Connection TV kupitia podcast ya Pan Africanism habari. Mimi ni Chionda wa Chionda. Leo tumezungumzia zaidi mzozo wa Irani na Israeli na Marekani. Waarabu wameamua kuchukua hatua. Kwa hiyo hatua za Waarabu inayotokana na tishio baada ya Irani kuwa na uwezo wa kupiga Katari kutoka katika masafa marefu. Wakati huo Katari ikiwa ikitumika na Israeli kama ndio yenye bezi kubwa kabisa ya kijeshi ya Marekani katika Mashariki ya Kati. Wanaendelea kusema, baadhi ya wachambuzi wanaamini kwamba Iran inaelekea kufeli. Wanasema uhaba wa maji, umeme na gesi, athari za kisayansi za vita ya siku 12, maandamano mengi, ufisadi wa kimfumo katika muundo wa uongozi wa kuporomoka kwa uwezo wa kiutawala unaashiria kwamba mtazamo wa mfumo ulioshindwa katika nchi hiyo una ukweli. Huu hauna ukweli wowote, hizi ni propaganda za Western media. Katika mazingira ya nchi za Kiarabu kama vile Saudi Arabia, Qatar na United Arab Emirates UAE zina wasiwasi kwamba uwezekano wa kusambaratika kwa Irani au hata kudhoofika kwa kiasi kubwa na ukosefu wa ufanisi wa serikali ya Teherani katika kuhakikisha usalama wa nchi hiyo zinasababisha machafuko ambayo yanaweza kuenea katika nchi zao. Wanasema Habari Buzani, mmoja wa wasomi mashuhuri wa masomo ya usalama, anaelezea katika nadharia ya masuala ya usalama wa kikanda kwamba usalama wa nchi katika eneo fulani unategemea masuala mengine, na matukio yoyote ya usalama kama vile vita au mapinduzi katika nchi moja yataathiri eneo hilo lote moja kwa pamoja. Wanasema wanahofu ya tabia ya viongozi wa Teherani. Waziara Mohammed bin Salman mjini Washington, pande mbili hizi zilifikia makubaliano makubwa ya kijeshi kwa mujibu wa Rais Donald Trump. Marekani itaiuzia Saudi Arabia ndege za kivita za kisasa the F-35, F-35. Wanasema the 5th generation, cha kizazi cha 5, ambazo wanasema zina uwezo mkubwa. Kwa hiyo Marekani anamshawishi Saudi Arabia
Na Msaudia amekubali kuwekeza matrilioni ya dola katika ardhi za Marekani kwa sababu ya uchumi na maendeleo. Na juzi alitia muswada Trump wa kuisaidia Seoul kutengeneza meli nyambizi za kivita zinazotumia nishati ya nyuklia. Hii ina maana gani? Kuimarisha jeshi la Korea Kusini ili kupambana na hasimu wake Pyongyang, ambako Kim Jong Il wanasema anatawala kiimla. Na hii ni Connection TV kupitia podcast ya Pan Africanism habari. Mimi ni Chionda wa Chionda. Nasema hadi mara nyingine. Tepu wa salamu za Kiafrika.